the way children normally try. If you're happy and you know, say amen. Amen. Sasa kama hiyo ndio kukua happy, rudisha ile kwa mfuko, toa happiness ya ukweli. If you're happy and you know, say amen. Amen. Ambia jirani umejaribu. Mwambie kumbe unaweza. Mwambie kumbe unaweza. Hallelujah. Are you ready to praise Jesus? Are you ready? Weka mikono yako pamoja, sifu Bwana. Pole tu. Piga mikono yako mara mbili.
All the time, and that is nature. Wow, amen. Before you sit down for 1 minute, I want to teach you a song. It's a worship song. It's called "My Hallelujah Belongs to You." So that any other time the devil wants you to worship him, you tell him, my hallelujah belongs to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Answer me musically, hallelujah. My hallelujah belongs to you. And then you repeat and say, My hallelujah belongs to you. one more time. My hallelujah belongs to you. Oh, my hallelujah. My hallelujah belongs to you. My hallelujah. My hallelujah belongs to you. My hallelujah. My hallelujah belongs to you. Listen to this now. You deserve it. 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 You deserve One more time. You deserve it. You deserve it. Hey, You deserve Jesus deserves it. Hallelujah. You deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. My hallelujah belongs to you. Somebody help me say my hallelujah. My hallelujah belongs to you. Somebody say my hallelujah. My hallelujah belongs to you. My hallelujah. My hallelujah belongs to You you. deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. Somebody raise your hands and thank Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, in Jesus' name. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Thank you, Lord, for the worship we have had. As we continue to listen from you, we ask your presence to be upon us. In Jesus' name we pray. Pigia Bwana makofi mazuri. Makofi mazuri. Tunaweza kuchukua viti zetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ni Jumapili nyingine njema. Na neno linasema nalifurahi waliponiambia twende katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Verse 3 and from number verse 20. That's going to be our word for those who are in the Swahili Bible. Angalia Kutoka mlango wa 3. If you have opened Exodus
chapter number 3. And reading from verse number 20, the Bible says, "And I will stretch out my hand as might Egypt with all my wonders, which I will do in the midst of thereof, or in midst of them, and after that I will let you go. And I will give these people favor in the sight of the Egyptians, and it shall come to pass that even when you go, you shall not go empty. But every woman shall borrow of her neighbor and of her that sojourneth with her the jewels of silver and jewels of gold and raiments, and shall put them upon their sons and upon their daughters, and you shall spoil the Egyptians." Praise the name of the Lord. Amen. I know one time I must have preached from this particular text, but today I'm preaching and I want to talk about different subjects altogether. That believe that the Lord God shall bless you and is going to bless you, that you're going to get something out of it. And I believe the very time when I preached about this message about the plundering of the Egyptian by the Jewish women, it was a different thing, because they took the gold and the silver and every valuable items that they were from the Egyptians and invested them to their daughters. After they invested them to their daughters and their sons became richer, such that by the time they went out of the land of Egypt, they were already so wealthy because they had a lot of gold and a lot of silver. Why did they have to take silver and gold? Because gold and silver is universal, and everywhere that they went, it had a meaning, and that's why they had to do that. But there's something I want to speak of this day that is very different from that subject. This is a different subject altogether, and it says changing the slavery mentality. Praise the name of the Lord. Amen. Changing the slavery mentality. Hallelujah. Amen. Slavery is very, very bad, and the slavery is sort of servitude. It is like enslavement. It is a place where one serves without any payment, and you serve or they serve under great pain. Nowadays in the world we don't have a lot of slavery taking place, but we have got few places in the world where most probably you may find some sort of slavery taking place, particularly Saudi Arabia and some other countries in the Eastern world. But slavery is almost coming to an end, other than the reintroduction of the new slavery which is taking place. But the slavery that I'm talking of today is totally different from that. I'm talking of the slavery in regard to when Moses arose and God raised him because he wanted him to deliver the children of Israel to the promised land. The Bible says that they were prepared to live in the land of slavery. And today we want to look at the life of the Israelites in Goshen. Looking at the life of the Israelites in Goshen. Goshen was a small piece of land. When you go to Egypt, you may get an opportunity to see what we refer to as Goshen. It is on the other side of the river Nile. The river Nile is the very river that you know starts from Kisii here and it starts from western Kenya, and its water flows to Lake Victoria, and because Lake Victoria overflows, it moves downwards and it goes through to South Sudan and even up to Egypt. It is the river that moves out of this nation. In other words, if you come from western Kenya, your water must have gotten to Egypt through a long journey in that particular way. Now Goshen is on the other side of the river, where it was a little bit fertile, where these people were isolated. Why were they isolated? Because they thought after some time that they needed to be separated from other people. In other words, there was need for the Egyptians to separate these people to remain in the land of Goshen. Please, can you give me some law? Because it's hurting. And this was a little bit difficult for sure.
and that these people suffered over there, isolated, because they stayed alone in isolation in the land of Goshen. It was like a prison camp that had been created in the land of Egypt, such as that the Israelites stayed over there in the land of Goshen. Yes, God blessed them in the land of Goshen, but they were in a small camp, like a prison, but in the land of Egypt. There were no particular defined boundaries in the land of Egypt, but the Bible says that they were there, surrounded in their own way in the Goshen. But God blessed them even when they were in prison. This is also to say that God can bless you even when you're in the prison of yourself. You're going in a certain prison, but God bless you in that particular environment. Amen. People can reject you and take you to the land of Goshen because they think in the land of Goshen you are going to be alone. You shall stay alone. You shall not do anything. You shall not have any enjoyment because they think you are valueless. Because these people thought that the Israelites were valueless. And so they sent them to the land of Goshen. And they camped in the land of Goshen. And they stayed over there. Goshen was not very good. They didn't have any association, but they stayed in the land of Goshen. Bwana asifiwe. They were encamped there, but they stayed in the land of Goshen. It wasn't nice. It wasn't good. It wasn't pleasant. It wasn't happy. They were not happy at all. They were actually under suffering, but God turned their suffering into joy. What did God do? He made the land of Goshen to be the land of plenty. Bwana asifiwe. Let us give the Lord a hand of praise. But as time went by, they multiplied and became great numbers. And as they stayed over there, they were blessing to themselves and a blessing to the Egyptians, because their presence made the Egyptians to receive the blessing from the Lord. Because initially the land of Goshen had nothing to do with that. It was dry. It never had anything. I want to say today, you may be living in a dry land where there is nothing else. God is going to bring the rains to come over there to bless you, to lift you, to make a change in your life. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus in the highest. When these people stayed over there, after some time, things changed when Jacob died. All his sons died. Joseph, who was also the prime minister, died. Because definitely a time comes when people have to go and leave another generation to continue. And when they left them over there, they felt as if they were going to be a problem, and they made them to live in a concentration camp where they stayed as slaves. These are the people who are used to build the tombs and the pyramids in Egypt. They were not allowed to do any trading thing. They were not supposed to marry an Egyptian. They were not supposed to intermarry. They were supposed to be in the prison of their Lord. So the children of Israel stayed alone in Goshen. But God is gracious. Even when the people are concentrated in a camp like Goshen, God will still rise and make himself known in Goshen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. You might be in Goshen today. You might be in Goshen today when you don't have anything, when you feel as if nothing is happening, when you feel as if there is no hope, when you feel as if you can never move out. I want to tell you, God is going to make your Goshen to come, and when he makes it to come, something good shall happen to your life. Amen. Praise the name of the Lord. As they stayed over there, the Bible says that they forgot about themselves. As they forgot about themselves, they lived as not like human beings, but as slaves. They were the agents for building the tombs, the pyramids, making sure that they watered the fields of the Egyptians, and do nothing else. A time came when they were not supposed to go to school, by the way. There's something I want to show you here. I want to give you a background so you can be able to see the life in Goshen. The children of the Israelites were not supposed to go to school because essentially they were slaves.
They were supposed to stay there. That is why when God rose Moses to become the mediator of the children of Israel, he had to make a way to make him to be born and then take him to the king's house to be educated there, given knowledge so that he can be prepared to be a leader to take the children of Israel out. Tell somebody there, unasikia hiyo? Unasikia hiyo maneno? Mwambie unasikia hiyo? Muulize unasikia? Kwa sababu wana wa Israeli hawakuwa wanatakiwa wapate elimu. Walikuwa ni wana wa watumwa. Amewapatia mali, amewapatia mvua na akaleta mvua na nyasi na chakula mahali ya kuwa na chochote kwa mimea zao na mifugo zao. Wakati kule mambo ilikuwa ngumu, Mungu alionekana kati yao. Bwana apewe sifa. Amen. Ndipo kwa sababu hawakutakuwa wasome, hawakutakuwa wapate chochote sababu walikuwa ni watumwa. Wakao wamekaa pale, wamama wamekaa pale, wao ni watumwa. Kazi wanafanya ni kazi duni ya kujenga mapiramidi. Pyramids ni nyumba zinaendelea juu, zinajengwa na mawe zinaenda juu kabisa. Na wale mmesoma historia mnazijua. Zinaendanga juu, zina maarufu zinaenda juu kabisa. Ile jiwe likitoka kwa pyramid likikupata likinakuua. Kama pale ilivyokuwa wapendwa, kama huyo wana wa Israeli, jiwe lingetoka juu lipate Muisraeli anapogongwa afe hapo wanapeleka kama mbwa inazikwa shallow graves inaisha, wanasahau na wanamwambia waendelee. Mkisema sorry ama useme sorry kwa sababu mtu yao amegongwa na jiwe, ameangushwa, amekufa, michereni inagonga mgongo. Ulikuwa ukiona mtu wenu akikufa ama amekatwa mguu, anakuja anagongwa kabisa hakufe hatoke, wazike kale makaburi madogo madogo. Amen. Hiyo ndio maisha ya Goshen. Hawa watu hawakuwa na tumaini lolote la kuendelea. Sababu walikuwa wamefika mwisho. Na wakawa wamezoea maisha ya utumwa. Kazi yao ilikuwa ni ya utumwa. Wajenge, wategese chakula cha wanyama wa Misri na wajenge mapyramids na makaburi na vitu vingine. Wakawa ni wajenzi. Hata wakati ukienda utaona miaka zaidi ya miaka kadhaa imeenda, utakuta kuna the remains ya mapyramids kule Misri imehifadhiwa, utaona vile zilipanga na kuna mpya zimejengwa waonyeshe historia yao. Lakini zile mabaki za zamani ziko hapa Misri sisemi hapa Misri na kupandia juu zamani. Utaikuta iko hapa Misri, iko pale na iko. Wakawa wamejenga. Mtu akiwa mgonjwa afadhali aondoke. Ikiwa kama sasa wana wa Misri wamefanywa kukufa kwa haraka, lakini naye Mungu ni mwaminifu. Hata wakati walikuwa nakufa kwa haraka, wanafanya kufa kwa haraka, alikuwa anawa multiply. Bwana ni mwema. Bwana asifiwe. Amen. Acha niamini ya kwamba hata kama watu wamekuwa wamekuzuia, kuna mambo ya multiplication itakuja maisha yako. Praise the name of the Lord. There shall be a multiplication in your life. A multiplication is coming into your life. I don't know how, but a multiplication is coming into your life because our God is a God of multiplication. Hallelujah. Inaendelea. Ikiwa anawaongeza, wanajaribu kuwaua, lakini Mungu anawasustain, anaendeleza. Going on, wakawa wanaendelea, wakawa wanakaa pale. Ikafika wakati wakasema watoto wote wa kiume wawe wakizaliwa wanawawa, wakawapatia wakunga, the nurses of the Egyptians. Lakini Mungu anaweza fanya hata mtu sio mkunga aweze kufanya mambo yanayofaa kusaidia wale. Mungu akawa ameingua wale wakina mama wa wana wa Israeli ya kwamba wakao wakunga wazuri kuliko wa Misri. Bwana asifiwe. Kuna mtoto aliyekufa kwa wale waliokuwa katika vyumba vya watoto katika nyumba za wana wa Israeli. Maana Mungu alileta mkono yake akaingiza hapo. Bwana asifiwe. Mungu akishaingiza mkono wake kwako ama nyumba yako ama vitu zako ama biashara zako, akishaingiza mkono wake pale, akishaingiza kidole chake pale, lazima ufaulu. Amen. Mungu akishaweka mkono wake nyuma yako, hata kama wafanye nini, hata kama wapige, hata kama wakurushe, hata kama wakutuzi, akishaweka mkono wake juu yako, lazima ufaulu. Bwana asifiwe. Wengine wanaweza slow down. They can slow down the operations and the continuity of your family and of your business and whatever you do. But the fact is, God shall prosper you. Kama amewafanya wanaendelea kukua,
Wakati wanaua watoto wa fulana, wanawanyonga wazi. Hapo ndipo Mungu akasema haiwezekani ikaendelea hivi. Akaleta Moses alipozaliwa akawekwa ndani ya maji, na Moses inaitwa reed. The name of Moses means a reed. Yaani kile kichani cha green kimekaa karibu na maji. Reed. Bwana asifiwe. Wamisri wawapatie. Na Mungu akifanya Wamisri wawapatie, hawatakataa sababu they have been compelled to give. They have been compelled, wamesukumwa kupatiana. Ndipo aliwaambia wao enda omba. Kama ni jirani, chukua zile vipuri zao, gold zao zote. Kama wana bangles za gold chukua, rings za gold chukua, zote wachukue. Conventionally, Wamisri walikuwa wanachukua gold, wanaweka kwa mikono zao, wanaweka kwa shingo zao. Hata waleo wanavalianga vitu mavazi marefu yamewekwa, wamechapua gold all over, gold everywhere. Wakiambia chukua zote, wakachukua. Wakati wewe unamtii Mungu, wakati wewe unasikia sauti ya Mungu, hebu nikwambie hao ni wana wa Israeli. Mungu atafanya wale wasio wako, wale wasio kupenda wakupatie njia mahali hapana njia. Amen. Mungu atafanya mahali unaenda kufanya kazi ama biashara ama chochote tunachofanya, Mungu atafanya hao watu wakupe. Wakawapatia. They give them. Gold zote wakaenda nazo. Walipoenda nazo wakawa ni tajiri. Wale watu waliokuwa maskini wakawa wamechukua vitu vyote vya dhahabu, vitu vyote vya shaba, vitu vyote vizuri, mavazi mazuri. Sikia Biblia inasema, tunasoma verse 22. But every woman shall ask of her neighbor, namely of the jewels. Wakachukua jewels, yani vitu vizuri, the articles of silver, the articles of gold, the clothing. They shall take them all for their sons and then invest them on their sons and on their daughters. Watachukua zote, waziweke kwa watoto wao wa kike na kiume wote. Yaani kuna watu wengine hawapende watoto wa kike, wengine hawapende watoto wa kiume. Watoto ni watoto. Bwana asifiwe. Watoto ni Yesu makofi. Watoto ni watoto, wawe ni wa kiume, wawe ni wa kike, all children are the same. Wakaambia chukua hii, wekeni kwa watoto wenu, wakaweka. Sasa ni kusema utajiri wote wa Wamisri ukawa transferred from their treasury to the Israelites. Wakaondoka, wakaenda, wakatoka nazo. Shida ni moja. Hata wakati wamekuwa tajiri, wengi walikuwa naishi na mentality ama fikra ya Wamisri. Wamekuwa tajiri lakini wana fikra ya nini? Ya Wamisri. Bwana asifiwe. Jamaa moja miaka iliyopita akawa ametoka jamii not very rich. Akatafuta pesa, akalima, akachukua shamba, akaweka ndizi, akasave, akawa amesave 200,000. Akasema nataka kununua gari. Jamani, wakati ule Probox ilikuwa imefika. Kwa hivyo kuna gari zingine zilikuwa anataka kununua gari. Maana kama ni wakati huu angejunia moja. Akawa amekuja Nairobi hii ili anunue gari. Sababu ya kule kuzoea kukaa kwa umaskini, amesave pesa sana. Anaona ni vigumu kupanda matatu ili aende Kibera kwa sababu anadhani ya kwamba ataiwa kwa matatu. Yaani anaona ni safer kubeba pesa zake kimfuko baadaye matatu aende wapi? Kibera. Sasa kama mimi ningekuwa na yeye nilikuwa na 200,000 for sure. Hata siwezi kuchukua matatu. Nichukue matatu nitachukua taxi. Ili iseme mimi na pesa. Jamaa na video magari zilikuwa kutoka side hizo zilikuwa nakuja pole. Sinafika Nairobi jioni. Jamaa anafika Nairobi na anataka kwenda Kibera na anataka cross Uhuru Park aende Kibera sababu anataka kuokoa pesa zake. Mtu ukiwa ndani ya umaskini unafanyanga vitu zingine, ama roho ya umaskini unafanya vitu zingine zisizofaa, sio na faida za kuharibu. Jamaa akaweka pesa mfuko
mfuko, na siku ile hatukuwa na 1000, zilikuwa ni ameweka mfuko pale, nyingine pale. Na hii tabia wanaume kuweka pesa kwa socks, nyingine waweka mahali hapa hivi, nyingine hapa hivi. Unajua hii mambo inakuanga. Alafu unabeba, sasa unaenda tu kama kibonge hivi na mapesa zimekeka kwa socks. Wa majamaa wanaitwanga hivi, unaziweka hapa hivi. Wanafuata yeye. Sababu ni jioni, badala achukue basi, afadhali angechukua basi. Ama achukue taxi. Siku ile hakukuwa na motorbike, bodaboda hizi tuko nazo sasa zikukua. Yeye akasema walk with 200,000 kutoka City Center ukate hapo Uhuru Park, upande hapo juu uende mpaka Kibera kwenda kununua gari. For sure, atikesho nunue gari. Alikuta majamaa kumwambia zilete akakataa. Mwishowe zilienda na akaumizwa. Biblia inasema hivi, ukikaa katika roho na hali ya maskini, kuna mambo mengine tunafanya isiyofaa. Bwana asifiwe. 200,000 ikafanya nini? Ikaenda naye akaumizwa. Maana hawezi kukuacha kama uko na pesa. Lazima wakumei, lazima wavunje mguu mmoja ndio wachukue pesa. Maana wakivunja mguu mmoja utawafuata. Ndio nasema wakati mwingine wa Kristo, weka pesa kwa bank ama pengine weka kwa hiyo pesa ama weka mahali fulani, usifanye vitu zingine. Kama unazibeba, usibebe na roho ya umaskini. Bwana asifiwe. Na ukinipa 200,000 na natafuta taxi, natumia part of that money, naweka mfuko, nachukua taxi inipeleke na taxi mzuri. Lakini sasa weka pesa mfuko uende. Weka. Na wanaume kuna mifuko inakuanga hapa ya nyuma, tunaweka mfuko hapa nyuma, alafu unafina mkono unafilifili. Hiyo ndio the worst. Sababu kiweka hapa ili unafilifili kama pesa iko. Mimi nilikuwa na 20,000 sometimes back. I think that was 1990. Na obviously 1990 20,000 ilikuwa nyingi kidogo. Roho ya kislavery ni mbaya wapendwa. Hata wa leo unaweza kuwa na pesa, instead of investing ama diversify, inakaa hapo. Mzee mmoja nimeambia sitaki kusema jamii kwenye ametoka. Jamaa pia aliendelea kuku, ng'ombe nini akatengeza pesa. Lakini kwa sababu wakati yeye alikuwa ndani ya umaskini, pesa ya hospitali haikukua. Na pesa ya kununua chakula haikukua. Pesa ya kununua nyumba haikukua. Hata wakati yeye amekuwa tajiri na hakuna pesa, hawezi akaenda hospitali kwa sababu ana preserve pesa zake zikaisha. Na umeshikwa na malaria, hautaki kwenda hospitali kwa sababu daktari atachukua pesa zako. Roho ya kimaskini ikiingia, it is terrible. Sababu pesa zako unaweka na ndizo zinatakuwa zikusaidie. Mtu anaziweka anasema nitaweka hii pesa, siwezi kwenda kupatia daktari. Kwanza hii consultation imekuwa nyingi sana. Shilingi 500 ni nyingi sana. Na siku hizi madaktari wamekuwa very expensive. Consultation 2,000. Unaona hizi 2,000 hapa na hizi wewe spare kwa examined. Pendwa, wakati mtu wako na roho ya slavery na ile ni ya kimaskini, hata kwenda hoteli hawezi enda hoteli mzuri. Bwana asifiwe. Nasema ya kwamba muende muharibu pesa kwa kwenda hoteli kubwa, lakini vizuri kuwa kuangalia. Bwana asifiwe. Kama hoteli iko karibu na mahali kuna sewage inapita na imetengenezwa hapo, sewage inapita hapo, mna compete na ma insect na nini na stage. Unasema hapo kwa sababu chakula iko cheap, mimi naenda pale nikule pale no. Enda mahali kitu inatengenezwa mzuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu makofi. Mimi naenda mbele, sema mimi naenda mbele. Yesu makofi. Kama kitu majuzi tu. Umeisha wapi? Amuishi. Sasa ndio mmeanza. Amen. Atuishi sasa ndio tumefanya nini? Hata kama tuko kwa hii mabati, unaona hii mabati idebe, ndani hata iko safi. Amen. Ndani ni safi, nje ni mbovu. Bwana asifiwe. Unaweza kunusa kwa nini mliweza kuweka makadibodi mweka hata ceiling hapa juu. Nishaenda huko nje nikaona, nimeenda France. Nyumba nje ni kama bogi, bure kabisa, haionekani kitu. Kiingia ndani safi. In fact hapa ndio imetorete down. Tungeweka carpet mpaka mwisho ama tiles. Ndani nakaa in smart, nje inakaa vile inakaa. Na tunaendelea, wakati kifika tunachenga kitu cha maana.
Lakini Kenya unakuta nyumba nje imerembezwa, imewekwa tile, imeweka mavitu vizuri, huko nje iko safi, imetengenezwa kila kitu, hata ndani kitu haijaingia ndani. Hiyo ndio Kenya tunafanya. Unyumba inajengwa inafanya vizuri, lakini ndani bado. Ama unaonyeshwa kwa show, this is the best house, lakini ndani ukienda unakuta ni wall. Unajisikia chini. Unadharau, unajisikia unajidharau. Mimi nimesema sitajidharau. Amina. Nilipoingia huko, mlikuwa ile nyingine mlikuwa mnaingia ni wapi? Nikaenda hata nikatafuta kiti nikaketi. Supermarket imetoka kama kutoka hapa na pande ile ya milima. Alafu nikaenda hata nilienda nikaketi huko ndani. Nipatue kitu nikule hapa pia. Bwana asifiwe. Nikule wapi? Nijulikane mimi nilikula wapi? Inaitwa Cusco. Naingia Cusco pia nikule hapa. Wazungu wanakula na mimi nitakula hiyo. Wanakula na mimi nakula. Kuna mahali unaonjeshwa chakula kama watu wanapikanga kama ni nzuri. Ukiingia pale unaonjeshwa. Ninaingia pale wazungu wanaonjeshwa na mimi naingia, mimi ni mzungu mweusi pia. Naenda pia naonjeshwa na kula na endelea nyingine. Naonjeshwa na kula na nyingine. Bwana asifiwe. Japo kujidharau, huwezi kaa pale hivyo. Nilichukua mbili, kwanza nachukua mbili, mtu anachukua moja. Nilichukua mama hawezi chukua, apendangi hizi vitu za kuwapatiwa. Ninachukua mbili. Na angalia mzungu gani anachukua mbili, wazungu wanapendanga kuchukua moja. Mimi nachukua mbili sababu na mtu mwingine hapa hawezi kuchukulia na kupatia na nguvu. After kuonja mara 2 3, yeye ndiye alikuwa kuingia kwenda kusema hebu onjesha hapa, mnakuwa naenda vipi, itakuwa hiyo. Maana ameshazoea kwenda pale. Bwana asifiwe. Mambo yanaendelea. Kuna watu mambo yengi tunajidharau. Unajidharau, mimi siwezi fanya kitu. Roho ya uduni ikaingia wana wa Misri, wakakaa. Hata wakati walipovuka mto Yordani wakaenda kwa nchi ya Wakanani, walipofika pale walikuwa na roho ya uduni, hawakuwa tayari kuchukuliwa. Ndiposa wale mafalme walikusanyika, mafalme 5 kuwapiga hao watu. Lakini maana Mungu alikuwa na anga washinda. Mafalme 5 lakini hawatawashinda. Wacha niwaambie wapendwa wale mko hapa, ninyi sio watu wa kushindwa, ninyi ni watu wa kushinda. Amen. Kati mtu anakuja anawaambia nyinyi mtashindwa, nyinyi hamtashindwa. Wao ndio watashindwa. Bwana asifiwe. Amen. Wao ndio watafanya nini? Nisaidie hapa. Wao wanasema wao ati unashindwa. Wao ndio watashindwa, sio sisi. Sio sisi tunashindwa. Hapana. Nyumba yako sio ya kushindwa. Wewe umeanza. Umefanya nini? Sisi tumefanya nini? Tumeanza. Watu wengine wanasema wale wanaoabudia katika mabati, Yesu alikuja atachukua hii mabati nyeusi aipeleke mbinguni. Atachukua. Acha tuongea, atachukua. Atachukua wakina nani? Sisi. Mimi sisi. Amen. Nyumba tutajenga lakini kanisa ni wewe. Ndio nisikia ukisema kwamba vijana jichunge, wazee tujichunge, wamama tufanye nini? Simameni basi. Mimi ni mshindi na lazima nishinde katika jina la Yesu. Amina. Piga Yesu makofi. Nyua mkono wako juu tena. Sema roho ya utumwa nimekataa. Mimi naenda mbele. Vile mimi nilivyo, mimi ni tajiri na naendelea mbele. Maana Bwana atakuwa pamoja nami. Mimi sitashindwa, lakini nitashinda. Maana niko na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Piga yeye makofi tena. Sasa inua mkono wako juu na useme, mahali nimeshindwa hapo awali, ninakataa sasa. Naanza mwanzo mpya. Nitaweka gia mpya. Nitaongeza mafuta mapya. Nitaongeza nguvu mpya. Nitafanya kwa bidii. Na mimi nitasimama. Sitaangalia nyuma. Hawa wa Misri. Kila mtu aseme hawa wa Misri. Ninaowaona wanakuja nyuma yangu. Sitawaona tena. Maana Mungu wangu
atanipigania. Atakaponipigania sitawaona tena, maana ninaendelea naimba na nitakuwa mshindi tena na tena na tena na tena na tena. Sema na tena na tena na tena na tena. Sema kila mtu aseme na tena na tena na tena na tena. Nitakuwa mshindi tena na tena na tena. Wengine hawasemi. Nitakuwa mshindi tena na tena na tena na tena na tena. Nitakuwa mshindi tena. Nitashinda vita. Mahali nimepigwa nitashinda. Nitakuwa mshindi tena na tena na tena. Inua mkono yako juu sema na tena. Inua mikono zako juu sema na tena. Nitashinda tena. Nitashinda tena. Maana utaniwezesha. Wewe ni Mungu wangu. Mpatie makofi ya mashindi ya ushindi. Makofi ya ushindi. Nasema utashinda. Utashinda. Nitashinda. Mito yote nitavuka. Bahari zote nitavuka. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Praise God, church. Amen. Praise God, church. Amen. This Sunday school, may God bless you. We have presentations, we have songs, we have the good verses, and today we also have a story. God bless you. Amen. Wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name. Once upon a time, there were two people, a God and a father. That father was watering plants. That boy was looking at the sky. An aeroplane was passing. And the boy saw the aeroplane looked so small. So he told his father, "Does that aeroplane fits people?" His father said yes. One day his father took him to an airport. He saw the aeroplane was too big, even it's big than its building. It teaches us that when we are near to God, God is big. Praise God. Praise God again. My name is Faith and I have a memory verse. Matthew chapter 15 verse 5 to 6, it says, "Happy are those who are merciful to others, God will be merciful to them. Happy are those who are pure in heart, they will see God.
Happy are those who work for peace. God will call them their children. Happy are those who know that God is with them. The kingdom of heaven belongs to them. Romans chapter 12 verse 17, it says, do not repay anyone evil for evil, but be careful not to do righteousness. Matthew chapter 26 verse 25, it says, when Jesus entered Jerusalem, the whole city was thrown into an uproar. Who is he? The people asked. God bless you.